ya siku hii ya leo, na huu ni wasaa mzuri kujuza yale ambayo yameweza kujiri nje ya mipaka ya Tanzania. Tuangazia katika mzozo wa kivita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tumeweza kuona kuhusiana na pendekezo la kuweza kusimamisha mapigano kati ya Marekani, Israel na Iran. Lakini hata hivyo tumeweza kuona jinsi gani ambavyo pendekezo hilo, pale ambapo wapatanishi ambao wanahakikisha kwamba mgogoro huu unaenda kutamatika, basi kuhakikisha kwamba kutakuwa na pendekezo la kuweza kusimamisha mapigano. Lakini hata hivyo tumeweza kuona kwa upande wa Marekani, leo ni tarehe 7, na upande wa Marekani waliweza kutoa siku kadhaa kuhusiana na mlango wa bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa, na mpaka siku hii ya leo basi ilikuwa ni hitimisho katika kuhakikisha kwamba upande wa mlango wa bahari wa Hormuz unafunguliwa. Lakini kama utaweza kufunguliwa, inawezekana Marekani kuweza kufungua kwa nguvu mlango wa bahari wa Hormuz. Na tunafahamu mlango wa bahari wa Hormuz unapitisha mafuta na gesi kwa 20% duniani kote. Kwa hiyo ni mlango wa bahari ambao unatazamiwa kwa 1% kubwa zaidi upande wa duniani. Mlango wa bahari ambao kwa 1% kubwa tumeweza kuona baada ya kufungwa, sasa bei ya mafuta imeweza kuongezeka duniani kote, sio tu kwa upande wa Tanzania peke yake. Na bado tunaweza kuona jinsi gani ambavyo upande wa Iran wakiendelea kushikilia msimamo wao kuhusiana na kutoweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini hata baada ya kuweza kupatiwa pendekezo hilo la kusitisha mapigano, kwa upande wa Iran bado kama vile kuna sintofahamu ambayo inaendelea kuhusiana na vipengele 15 ambavyo vipo kwa kuweza kusitisha mpango huo wa mapigano. Lakini hata hivyo tumeweza kuona jinsi gani ambavyo vipengele hivyo 15 ni kama vile kwa upande wa Irani wanaona vinawabana zaidi. Na hata hivyo tunaweza kuona upande wa Misri, upande wa Pakistan pamoja na Uturuki ambao hawa wamesema kama wapatanishi kuhakikisha kama mgogoro huo wa vita unaenda kutamatika. Lakini hata hivyo kuweza kupeleka mpango huo wa kuweza kusitisha mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Irani ni kama vile ninavyoona unaenda kugonga mwamba. Kwa upande wa Irani bado hawajaweza kukubaliana na vipengele vile 15 vya kuweza kuvifuata. Lakini hata hivyo na kwa upande wa taifa kama la Israel sidhani kama wataweza kuvifuata. Lakini hata hivyo wanakuja kuangazia jinsi gani ambavyo taarifa ambayo iliweza kutolewa siku ya jana ikisema kwamba takriban watu 25 wameweza kupoteza maisha kwa upande wa Iran kuhusiana na mashambulizi ambayo yameweza kufanyika hivi karibuni, lakini watu wawili wameweza kupoteza maisha katika upande wa Israel. Na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo baadhi ya maeneo yakiendelea kushambuliwa zaidi, lakini hata hivyo raia wasiokuwa na hatia wanazidi kupoteza maisha katika maeneo hayo. Na tumeweza kuona pale ambapo Umoja wa Ulaya wenyewe pia uliweza kuzungumza kuhusiana na bei ya mafuta kuzidi kuongezeka duniani, na hususan katika mataifa ya magharibi ambapo bei ya mafuta imeweza kuongezeka kwa 50%. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo machafuko haya ambayo yanazidi kuendelea upande wa Mashariki ya Kati, basi na bei ya mafuta inazidi kuendelea. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo. Natumai nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia siku hii ya leo katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Watatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.